Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Sauti ya Marejeo Ministry, karibu tena katika mfululizo wa masomo ambayo tumekuwa tukijifunza. Katika somo lililopita tulitazama kichwa kinachosema hukumu ya upelelezi sehemu ya 3, na tukaona ya kwamba hukumu ya upelelezi haiwezi ikaanza kwa wenye haki walio hai mpaka amri ya Jumapili itangazwe katika nchi ya Marekani, kwa sababu tuliona ya kwamba hukumu kufanyika ni lazima rehema ifungwe. Kwa hiyo hukumu haiwezi ikafanyika mpaka rehema ifungwe. Lazima rehema ifungwe ndipo hukumu ifanyike. Na matukio mawili yanayodhihirisha kufunga kwa mlango wa rehema ni kifo pamoja na amri ya Jumapili katika nchi ya Marekani. Ndio maana tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka wa 1844 Kristo alipoingia patakatifu pa patakatifu, alianza kuwahukumu wenye haki waliokufa. Kwa sababu tulitazama katika kitabu cha Mhubiri sura ya 9 mstari wa 5 na wa 6, neno la Mungu linasema, kwa maana walio hai wanajua ya kwamba watakufa. Anaendelea kusema, lakini wafu hawajui neno lolote. Anasema wala hawana ijara tena katika jambo lolote linalofanyika chini ya jua, kwa sababu kumbukumbu lao limesahauliwa. Kwa hiyo tukaona mtu anapokufa anafungiwa mlango wa rehema na ndipo anaanza kuhukumiwa. Tukatazama pia katika kitabu cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 27, neno la Mungu linasema mara baada ya kifo hukumu. Kwa hiyo kumbe kifo kinafunga mlango wa rehema, na baada ya mlango wa rehema kufungwa, kinachofuata ni hukumu ya upelelezi. Kwa hiyo tukatazama mpaka sasa hivi hukumu ambayo inaendelea katika hekalu la mbinguni, katika chumba cha pili cha patakatifu sana, ni hukumu ya upelelezi kwa wenye haki waliokufa. Na amri ya Jumapili tulithibitisha kupitia nukuu mbalimbali na mafungu mbalimbali katika Biblia. Tukaona ndicho kipimo pekee ambacho kitafunga kipindi cha hukumu ya upelelezi kwa wenye haki waliokufa, na kitafungua kipindi cha hukumu ya upelelezi kwa wenye haki walio hai. Na unaweza ukajiuliza swali ya kwamba amri ya Jumapili itakapotangazwa katika nchi ya Marekani, je, wafu hawatahukumiwa? Kwa kipindi hicho, kipindi ambapo amri ya Jumapili itatangazwa katika nchi ya Marekani na hukumu ya upelelezi itakapokuwa imeanza kwa wenye haki walio hai, aliyekufa na aliye hai hawatakuwa na tofauti yoyote, kwa sababu matukio hayo yanaashiria kufungwa kwa mlango wa rehema. Na tuliona maana ya kufungwa kwa mlango wa rehema ni wakati ambapo Kristo hawezi akashughulikia wokovu wetu. Kwa hiyo muda uliokubalika ni sasa. Tukatazama katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 24, neno la Mungu linasema ya kwamba dhambi za watu wengine zi dhahiri, zatangulia kwenda hukumuni, wengine dhambi zao za wafuata. Kwa hiyo tukatazama kitu pekee ambacho kitatusaidia kusimama wakati ambapo hukumu ya upelelezi itaingia kwenye haki walio hai kwa kutangazwa kwa amri ya Jumapili katika nchi ya Marekani, ikianza na kanisa la Mungu duniani, kanisa la Waadventista wa Sabato. Ni lazima tuwe tumepata ushindi dhidi ya kila aina ya dhambi, ili dhambi zetu ziweze kusitiriwa, na wakati hukumu itakapofika kwa amri ya Jumapili kutangaza katika nchi ya Marekani, ziweze kuondolewa au kufutwa, na Kristo afanikishe zoezi la kumponda kichwa Shetani kwa kurejesha au kurudisha dhambi za watu wake waliotubu juu ya kichwa chake. Unapotazama katika kitabu cha Warumi, fungua pamoja nami katika kitabu cha Warumi. Unapoangalia kitabu cha Warumi sura ya 4 mstari wa 7, neno la Mungu linasema, heri waliosamehewa makosa yao
na waliositiriwa dhambi zao. Kwa hiyo tukaona tunatakiwa kuwa miongoni mwa wale ambao watasamehewa dhambi zao na kusitiriwa makosa yao kabla ya hukumu ya upelelezi kuanza, kwa sababu tuliona kama hukumu ya upelelezi itaanza na dhambi yangu au yako haijasitiriwa kwa damu ya Mwokozi aliyekufa kwa ajili yetu, hatutaweza kusimama wakati wa hukumu na majina yetu yataondolewa katika kitabu cha uzima na katika kitabu cha ukumbusho na kuingizwa katika kitabu cha mauti, kwa sababu tulitazama dhambi moja ambayo haijasitiriwa, dhambi moja ambayo haijashindwa na kuachwa kabisa, itapelekea jina la mtu liondolewe katika kitabu cha uzima, kama vile Bwana alivyomwambia Musa. Unapotazama katika kitabu cha Kutoka, Bwana alimwambia Musa ya kwamba mtu yoyote aliyenitenda dhambi ndiye nitakayemfuta katika kitabu changu. Kwa hiyo tunatakiwa kupata ushindi kila siku dhidi ya dhambi, na uzoefu wa jana hauwezi ukatosha kutupatia ushindi dhidi ya dhambi katika uzoefu wa leo. Kwa hiyo kila siku tunatakiwa kupata uzoefu mpya, na uzoefu huu wa ushindi dhidi ya dhambi utapatikana tu kwa kuweza kufanya ushirika pamoja na Mungu. Ndiyo maana unapotazama katika Israeli ya kale, unapofungua katika kitabu cha Mambo ya Lawi, fungua pamoja nami katika kitabu cha Mambo ya Lawi, kwa sababu ili tuweze kuelewa yatakayotokea ni lazima tuelewe yaliyotokea. Ili tuweze kuelewa yaliyokuwako ni lazima tuelewe pia yatakayokuwako, kwa sababu tukielewa yaliyokuwako tutapata msingi ya kuelewa yatakayokuwako. Lakini pia hata kama hatuelewi vizuri yaliyokuwako, tutakavyoelewa yatakayokuwako tutapata msingi mzuri pia wa kuturejesha na kuelewa kwa yale ambayo yalitokea. Ndio maana katika kitabu cha Elimu mjumbe wa Mungu anasema historia ambayo mimi niko ameandika katika neno lake, ikiunganisha kiungo baada ya kiungo katika mnyororo wa unabii, kuanzia zama za milele zilizopita hadi zama za milele zijazo, hutuambia mahali tulipo leo katika kuendelea kwa nyakati na kile tunachoweza kutazamia katika nyakati zinazokuja. Kwa hiyo tukitaka kuelewa unabii au tukitaka kuelewa wajibu wetu wa sasa, ni lazima turejee historia. Ndio maana unapotazama katika kitabu cha Mambo ya Lawi sura ya 16, ni sura ambayo inazungumzia sikukuu ya upatanisho. Na hii sikukuu ya upatanisho haikuwa halisi, ilikuwa ni sikukuu ya upatanisho ambayo ni kivuli, na halisi yake ilitokea tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844. Kwa hiyo kipindi kuhani ameingia patakatifu sana katika Israeli ya kale, walikuwa na majukumu ambayo wanatakiwa kukamilisha kwa upande wao, ili kuhani anapomaliza huduma katika patakatifu sana wasikatiliwe mbali na kusanyiko na wawe wamesamehewa. Na nilikuambia jioni ya sikukuu ya upatanisho ilianza kwa hukumu ya upelelezi kufanyika kwa wenye haki waliokufa, na asubuhi ya sikukuu ya upatanisho itafungwa kwa hukumu ya upelelezi kufanyika kwa wenye haki walio hai. Na tuliona tukio pekee, kwa sababu hata kipindi kuhani alipokuwa akitoka katika patakatifu sana, kulikuwa kuna njuga na komamanga katika vazi lake. Kwa hiyo kipindi anatoka, kipindi anafanya miondoko, ilikuwa ikiashiria anamaliza kufanya kazi. Kwa hiyo kitu ambacho kitatuthibitishia kufunga kwa kazi ya upatanisho ni kengele ya amri ya Jumapili katika nchi ya Marekani. Kwa hiyo kabla ya wakati huo, kama ilivyokuwa katika Israeli ya kale, kabla kuhani hajatoka patakatifu sana, kuna majukumu alitakiwa kuyakamilisha kwa upande wao ili waweze kusamehewa na wasikatiliwe mbali na kusanyiko. Hivyo hivyo na sisi, kabla ya amri ya Jumapili au kabla ya kulala mauti, yani kabla ya kufungwa kwa mlango wa rehema na kuhukumiwa, lazima tukamilishe majukumu yatakayotusaidia kuweza kufikia ukamilifu na utakatifu, ili majina yetu ya dumu katika kitabu cha uzima na kitabu cha ukumbusho. Maana unapotazama katika kitabu cha Waebrania 12:14, neno la Mungu linasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu
ambao hakuna mtu atakayemuona Mungu asipokuwa nao. Kwa hiyo kumbe wana wa Israeli walikuwa na majukumu, na hii inatufundisha hata sisi ambao ni Israeli ya sasa tuna majukumu ambayo tunatakiwa kukamilisha kwa upande wetu ili tuweze kusaidiana na Kristo katika kumponda kichwa shetani na kumaliza kazi ya ukombozi. Unapoangalia kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 16, nitasoma mstari wa 29 na kuendelea. Neno la Mungu linasema, amri hii itakuwa amri ya milele kwenu katika mwezi wa 7, siku ya 10 ya mwezi wa 7, siku ya 10 ya mwezi. Nakumbuka hiyo ilikuwa ni kivuli, lakini uhalisia wake ulitimia tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka wa 1844. Anaendelea kusema, mtajitaabisha roho zenu. Anaendelea kusema hapa ya kwamba msifanye kazi ya namna yoyote, mzalia na mgeni akaaye kati yenu, kwa maana siku hiyo upatanisho utafanywa kwa ajili yenu ili kuwatakasa, nanyi mtatakaswa na dhambi zenu zote mbele za Bwana. Kwa hiyo kama Mwisraeli hakuzingatia haya majukumu, asingetakaswa dhambi zake zote na jina lake lingeondolewa katika kitabu cha uzima na katika kitabu cha ukumbusho. Angekatiliwa mbali na kusanyiko, angetengwa mbali na watu wa Mungu. Na kumbuka Bwana aliwafunulia na yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani hizi. Kwa hiyo hata na sisi tukipuuzia haya majukumu ambayo tunatakiwa kufanya kwa upande wetu kwa ajili ya kukamilisha ukombozi wetu, tutakatiliwa mbali na watu wa Mungu. Majina yetu yataondolewa katika kitabu cha uzima na katika kitabu cha ukumbusho, na tutatakaswa dhambi zetu zote. Anaendelea kusema hapa ya kwamba ni sabato ya raha ya makini kwenu, nanyi mtajitaabisha roho zenu, ni amri ya milele. Kwa hiyo kumbe katika siku hii wana wa Israeli walitakiwa kujitaabisha roho zao. Ndio maana katika siku hii ya upatanisho waliweza kufunga ili waweze kujichunguza mioyo kwa kina na waweze kuweka mambo sawa pamoja na Bwana. Unapoangalia pia katika kitabu cha Mambo ya Walawi, katika kitabu cha Mambo ya Walawi, Mambo ya Walawi sura ya 23, nitasoma mstari wa 26. Neno la Mungu linasema, kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, lakini siku ya 10 ya mwezi huo wa 7 ni siku ya upatanisho, itakuwa kusanyiko takatifu kwenu, nanyi, hapa nataja jukumu, mtazitesa nafsi zenu, nanyi mtasongeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto, nanyi msifanye kazi yoyote siku hiyo, kwa kuwa ni siku ya upatanisho, ili kufanya upatanisho kwa ajili yenu mbele za Bwana Mungu wenu. Mstari wa 29 anasema, kwa kuwa mtu awaye yote asiyejitesa mwenyewe siku hiyo atakatiliwa mbali na watu wake. Ndio maana nikakuahidi katika majira kama haya tutatazama somo lenye kichwa kinachosema jukumu la kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho. Na kusanyiko ni watu wa Mungu, ni mimi na wewe, kwa sababu wanaopita katika uchunguzi wake makini ulioanza 1844 kupitia nakala au vitabu vilivyoko mbinguni, vitabu vya kumbukumbu, ni wale wanaojidai kulibeba jina la Kristo. Kwa hiyo haya majukumu yananihusu mimi na yanakuhusu wewe unayenisikiliza na unayenitazama. Kwa hiyo kama una kalamu yako na daftari pamoja na Biblia mkononi, hakikisha kiwa navyo hapo unapoandika kichwa cha somo kinachosema jukumu la kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho. Kwa hiyo tutatazama majukumu ambayo tunatakiwa kufanya kama vile ambavyo Israeli walipewa majukumu ya kutimiza ili waweze kuwa upande wa Bwana katika kufungwa kwa sikukuu ya upatanisho. Lakini awali ya yote, ningependa kukualika, ikiwa una fursa ya kupiga magoti utapiga magoti, ikiwa una fursa ya kusimama utasimama, ikiwa una fursa ya kukaa hapo ulipo, fanya hivyo tunapoenda kumuomba Bwana. Binafsi nitapiga magoti. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako na upendo wako. Asante kwa muda huu ambao umeturuzuku kwa ajili ya kujifunza
wajibu wetu katika kukamilisha wokovu wetu, kwa sababu umesema tutimize wokovu wetu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka, na muda uliokubalika ni sasa. Na kusihi malaika zako waweze kuwa pamoja nami, waweze kuwa pamoja pia na mtazamaji na msikilizaji kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki, na unitumie kama chombo, lakini mzungumzaji mkuu uweze kuwa wewe. Naamini umesikia na utatenda sawa na mapenzi yako. Ndilo ombi langu kwa imani, kwa jina la Yesu, amina. Kusudi la mpango wa ukombozi ni kutusaidia kuweza kuwa marafiki pamoja na Mungu, kwa sababu mpango wa ukombozi Mungu ameufunua kwa mwanadamu kwa kusudi la kurejesha ushirika ambao dhambi uliupoteza. Na tukatazama kuweza kufanya ushirika pamoja na Mungu ni mlolongo, ni mchakato, inachukua hatua. Hatua ya kwanza tulitazama inaitwa kujua na kuelewa wakati, na tumemaliza hatua hiyo. Kwa hiyo leo tunaanza kutazama hatua ya pili, baada ya kujua na kuelewa wakati, baada ya kutambua tuko katika wakati wa sikukuu ya upatanisho, tunatakiwa kufanya nini ili tupate kuokolewa? Na swali hilo hata Wayahudi walimuuliza Mtume Petro, tutende nini basi ili tupate kuokoka? Na aliwapatia wajibu wa kufanya ambao ulikuwa ni jukumu kwa wakati wao, ili waweze kukamilisha tabia ya Kikristo. Unapotazama katika kitabu cha Huduma ya Uponyaji, Kiingereza ni Ministry of Healing, na kurasa hizi zinazokusomea ni kurasa za Kiingereza. Kuna msingi ambao natamani niweze kukupatia kabla ya kutazama somo hili lenye kichwa kinachosema jukumu la kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho. Na sikukuu ya upatanisho kwetu sisi ilianza tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844 Kristo alipotoka patakatifu akaingia patakatifu kwa ajili ya kukamilisha kazi ya mwisho katika wokovu wa wanadamu ambao ni hukumu ya upelelezi. Sasa ukombozi hauwezekani mpaka uungu uunganike na ubinadamu. Ndio maana Kristo alipoazimia kuikomboa jamii ya wanadamu alihitaji mwili wa kibinadamu. Unapotazama katika kitabu cha Waebrania, fungua pamoja nami. Unapoangalia kitabu cha Waebrania sura ya 10, nitasoma na ule mstari wa 5 uweze kuona ukombozi hauwezekani mpaka uungu unapounganika na ubinadamu. Uungu una sehemu ya kufanya na ubinadamu una sehemu ya kufanya, na Mungu anafanya 100% kwa upande wake na mwanadamu anafanya 100% kwa upande wake. Ndio maana Kristo alipokuja hapa duniani alikuwa na 100% ya uungu, lakini pia na 100% ya ubinadamu, na akatupatia kielelezo, kwa sababu kusudi la Kristo kuja hapa duniani ni kutusaidia tuweze kuwa washirika wa tabia ya uungu. Unapoangalia, tutarejea katika fungu la Waebrania, tazame katika kitabu cha waraka wa pili wa Petro sura ya 1 na ule mstari wa 4. Neno la Mungu linasema, tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno. Anasema za thamani. Anaendelea kusema hapa ya kwamba ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Kwa hiyo hatuwezi tukashinda dhambi mpaka tumekuwa washirika wa tabia ya uungu. Kwa lazima tuunganishe jitihada zetu au wajibu wetu wa kibinadamu 100% pamoja na jitihada ya kiungu 100%. Ndio maana Kristo alikuja hapa duniani kutupatia kielelezo, kwa sababu yeye ndio mtu pekee ambaye hakutenda dhambi tangu anguko la mwanadamu, lakini siri yake ilikuwa katika kuunganisha uungu na ubinadamu, kwa sababu wengi wanadai ya kwamba Mungu atatuokoa hata sisi tusipofanya chochote kwa upande wetu, lakini huo ni udanganyifu wa Shetani. Tuna sehemu ya kufanya na Mungu na yeye ana sehemu ya kufanya. Sisi hatuwezi tukafanya sehemu ya Mungu na Mungu hawezi akafanya sehemu yetu. Mungu anachokihitaji ni kuwa mahali tunapotakiwa kuwa. Unaporejea katika kitabu cha Waebrania, unapoangalia kitabu cha Waebrania sura ya 10, Waebrania sura ya 10, nitasoma mstari wa 5. Neno la Mungu linasema, kwa hiyo ajapo ulimwenguni
tafsiri sahihi hapa ni duniani. Asema dhabihu na toleo hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Kwa hiyo kumbe Kristo alihitaji mwili, ni Mungu, alihitaji uungu upate nafasi katika ubinadamu ili akamilishe kazi ya kununua aliyokuja kuifanya hapa duniani kwa mara ya kwanza. Halikadhalika katika kukamilisha kazi ya kurejesha, Kristo anahitaji uungu wake uunganike na jitihada za kibinadamu kwa kanisa lake liloko hapa chini duniani, ili baada ya muunganiko huo shetani aweze kupondwa kichwa. Kwa hiyo katika ukombozi mwanadamu ana sehemu ya kufanya na Mungu naye ana sehemu ya kufanya. Unapotazama katika kitabu cha Huduma ya Uponyaji ukurasa wa 180 na ile aya ya 5, hizi ni kurasa za Kiingereza, mjumbe wa Mungu anasema Kristo alikuja kutufanya washirika wa asili ya uungu. Anasema na maisha yake utangaza kwamba ubinadamu ukijumuishwa na uungu hakuna kutendeka kwa dhambi. Kwa hiyo hatutaweza kufikia ukamilifu mpaka pale tutakapofanya sehemu yetu, na ndipo Mungu atakapofanya sehemu yake. Sehemu yetu ni kufanya majukumu ambayo Mungu ametuambia, na sehemu yake ni kutukamilisha na kutupatia haki yake. Kwa sababu tangu tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844 sisi kama Waadventista wa Sabato, sisi kama watu wa Mungu tulimfuata Yesu kwa imani ndani ya patakatifu patakatifu. Unapoangalia katika kitabu cha Wakorinto, fungua pamoja nami katika kitabu cha Wakorinto. Unapoangalia kitabu cha Wakorinto, unapotazama katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 5, nitasoma na ule mstari wa 7 tuweze kuona hapa ya kwamba tunapomfuata Kristo katika patakatifu lazima kwanza tumfuate kwa imani. Na unaambiwa imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia kuja kwa neno la Mungu. Lakini imani pekee haitoshi kumfuata Kristo ndani ya chumba cha patakatifu patakatifu. Lazima tuingie na mguu wa pili, kwa sababu imani ni mguu wa kwanza, lakini mguu mwingine ni matendo. Na haya matendo ndio wajibu ambao tunatakiwa kufanya ili tuweze kupata ushindi dhidi ya kila aina ya dhambi. Unapoangalia katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 7, neno la Mungu linasema maana twaenenda kwa imani, si kwa kuona. Ndio maana Yesu alimwambia Tomaso ya kwamba ana heri anayeamini pasipo kuona. Ana heri anayeamini neno la Mungu. Kwa hiyo tunatakiwa kumfuata Kristo kwa imani. Huo ni mguu wa kwanza, lakini tunahitaji mguu mwingine wa pili, na mguu wa pili ni matendo. Na haya matendo ndio majukumu yetu kama kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho. Bila kutekeleza matendo haya au majukumu haya kwa upande wetu ambayo Mungu ameyafunua katika neno lake, hatutaweza kusimama wakati tutakapohukumiwa kwa kifo au kwa amri Jumapili kutangaza katika nchi ya Marekani. Unapoangalia kitabu cha waraka wa pili wa Petro, fungua pamoja nami katika kitabu cha waraka wa pili wa Petro. Waraka wa pili wa Petro nitasoma sura ya 1 na ule mstari wa 10. Neno la Mungu linasema, kwa hiyo ndugu, jitahidini zaidi. Kwa hiyo kumbe tunatakiwa kufanya jitihada kwa upande wetu. Anasema jitahidini zaidi kufanya imara kuitwa kwenu na uteule wenu, maana mkitenda hayo hamtajikwaa kamwe. Kwa hiyo kumbe kama tukifanya majukumu ambayo Mungu anatupatia hatutaanguka. Tafsiri sahihi hapa sio hamtajikwaa, ni hamtaanguka. Biblia ya Kiingereza imesema ye shall never fall. Fall ni kuanguka. Kwa hiyo kama tutatekeleza matendo au majukumu ambayo Mungu ametupatia kwa ajili ya kufikia tabia ya Kikristo, hatutatenda dhambi, kwa sababu kinyume cha kujikwaa ni kusimama. Na nini kinatuangusha? Unapoangalia, fungua pamoja nami kitabu cha Hosea. Fungua pamoja nami kitabu cha Hosea sura ya 14 mstari wa 1, tutasoma na mstari wa 9 tuone nini kinatuangusha. Hosea ni kitabu baada ya Danieli. Hosea sura ya 14
Nitasoma mstari wa kwanza tuone nini kinatuangusha kama watu wa Mungu. Na tusipofanya haya majukumu kwa upande wetu, hatutaweza kusimama. Ndio maana Mungu linatuambia ya kwamba waovu hawataweza kusimama katika kusanyiko la wenye haki. Kwa hiyo kama tutapuuzia majukumu haya, tutadumu katika uovu wetu, na wakati hukumu itakapokatwa hatutaweza kusimama. Unapoangalia katika kitabu cha Hosea sura ya 14 mstari wa kwanza, tunaambiwa kitu pekee kinachotuangusha ni dhambi. Kwa hiyo kama haya majukumu hatutayatekeleza kwa upande wetu, hatutaweza kusimama. Tutaendelea kutenda dhambi na tutatengwa na Kristo milele, wakati ambapo maamuzi ya mwisho ya nafsi yatakapokatwa, wakati amri ya Jumapili itakapotangazwa katika nchi ya Marekani. Unapoangalia katika Hosea 14:1, neno la Mungu linasema, Israeli, mrudie Bwana Mungu wako. Kwa hiyo namna ya kumrudia Bwana ni kutimiza majukumu ambayo anatupatia ili tusiweze kuanguka, kwa sababu kinachotuangusha fungu hili litatuambia ni dhambi. Ndio maana hapa anasema Israeli, mrudie Bwana Mungu wako. Anasema maana umeanguka kwa sababu ya uovu wako. Kumbe uovu na dhambi ndivyo vinavyotuangusha. Tunapotenda dhambi moja na tunapoirudia mara nyingi na kubaki katika dhambi hiyo, tutaendelea kukobaa katika upande wa uovu na hatutaweza kusimama wakati hukumu ya upelelezi itakapohamia kwenye haki walio hai. Unaposoma mstari wa 9 anasema, ni nani aliye na hekima naye atayafahamu mambo haya? Ni nani aliye na busara naye atayajua? Kwa maana njia za Bwana zimenyoka, na njia ya Bwana hii katika patakatifu patakatifu. Kwa hiyo nikienda sasa hivi katika patakatifu patakatifu, Kristo atanipatia majukumu yatakayonisaidia ili niweze kusimama, majukumu ambayo yatanisaidia kuishika sheria ya Mungu na kuwa na uzoefu wa kutembea naye pasipokuwa na mwombezi katika hekalu la mbinguni. Ndio maana hapa anaendelea kwa kusema hapa ya kwamba nao wenye haki watakwenda katika njia hizo, bali waasio wataanguka ndani yake. Maana ya uasi ni dhambi. Unapotazama kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 4, neno la Mungu linasema dhambi ni uasi wa sheria ya Mungu. Kwa hiyo tulikuwa tukisoma kitabu cha waraka wa pili wa Petro sura ya 1 mstari wa 10, anaposema mkitenda hayo, mkifanya haya majukumu ninayowaambia, hamtaanguka kamwe. Tafsiri sahihi sio kujikwaa, tafsiri sahihi ni kuanguka. Kwa hiyo majukumu ni muhimu sana, na pasipo kufanya sehemu yetu, tukiamini tunaokolewa kwa imani, tutapotea kama watu wa Mungu. Lazima tufanye sehemu yetu kwa uaminifu, ndipo Mungu atafanya pia sehemu yake kwa uaminifu. Ndio maana tusipofanya kazi pamoja na yeye, hatutakula tunda la mti wa uzima. Ndio maana Bwana mwenyewe anatuambia asiyefanya kazi na asile. Hatutegemei kula tunda la mti wa uzima kama hatufanyi wajibu au jukumu ambalo ametupatia kwa ajili ya kukamilisha wokovu wetu. Unapoangalia pia kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 9, neno la Mungu linasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 3 na ule mstari wa 9, neno la Mungu linasema maana sisi tu wafanyakazi pamoja na Mungu, ninyi ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu. Kwa hiyo kumbe katika ukombozi, kumbuka mzigo wa kila kifungu cha maneno ya Biblia ni kutufunulia dhima ya ajabu ambayo ni mpango wa wokovu. Kwa hata hili fungu ambalo tunalisoma hapa linatufunulia mpango wa wokovu, na katika mpango wa wokovu, ili mwanadamu aweze kuokolewa, ili mwanadamu aweze kusimama wakati ambapo hukumu ya upelelezi itatoka kwenye haki waliokufa na kuingia kwenye haki walio hai, kwa kutangaza kwa amri ya Jumapili katika nchi ya Marekani, lazima atende kazi pamoja na Mungu. Ni lazima atimize wajibu wake kwa ukamilifu kama anataka kusimama. Ndio maana hapa anasema hapa ya kwamba maana sisi tu wafanyakazi pamoja. Neno pamoja uwakilisha ushirikiano, uwakilisha muungano. Upande mmoja unafanya kazi na upande mwingine unafanya, uungu unafanya kazi na ubinadamu unafanya kazi kwa ukamilifu katika sehemu yake. Ndio maana hapa anasema maana sisi tu wafanyakazi pamoja na Mungu, ninyi ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu. Unapoangalia pia katika kitabu cha Wito Wetu Mkuu
kitabu cha wito wetu mkuu kwa Kiingereza ni Our High Calling. Our High Calling OHC ukurasa wa 310 na ile aya ya pili. Sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema kuhusiana na hili fungu la Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa 9. Mjumbe wa Mungu anasema mwanadamu hawezi kuvutwa mbinguni. Hawezi kwenda kama abiria wa kupita. Hatutaweza kwenda pasipo kufanya lolote. Tuwezi kwenda kama abiria wa kupita. Wakiingereza wamesema passive passenger. Kama mtu ambaye hafanyi chochote kile, hatutaweza kufika mbinguni. Kwa hiyo namna ni mtego wa shetani. Ndio maana hapa anaendelea kusema hapa ya kwamba lazima na yeye atumie makasia. Makasia huwakilisha jitihada, huwakilisha juhudi, kufanya wajibu wake kwa uaminifu. Anasema lazima na yeye atumie makasia na kufanya kazi kama mtendakazi pamoja na Mungu. Na unapoangalia, tutarejea kutazama mafungu ya Biblia yanayotuambia imani tu haitoshi kutuokoa, lazima imani iambatane na matendo yetu. Unapoangalia pia katika kitabu cha Acts of Apostles, kwa Kiswahili Acts of Apostles ni matendo ya mitume, lakini kurasa hizi nazo kusomea ni za Kiingereza. Acts of Apostles ukurasa wa 482 na aya ya pili. Sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema. Neno la Mungu linasema kazi ya kupata wokovu ni kazi ya ushirikiano, operesheni ya pamoja. Operesheni ni mchakato ambao unafanywa kwa kusudi fulani. Kwa hiyo anasema kazi ya kupata wokovu ni kazi ya ushirikiano, operesheni ya pamoja. Kunapaswa kuwepo ushirikiano kati ya Mungu na mdhambi anayetubu. Hili ni muhimu kwa ajili ya kujenga kanuni sahihi katika tabia. Kwa hiyo lazima ushirikiano upo kati ya Mungu, uungu na ubinadamu. Ndio wanaposema mwanadamu anayetubu. Anaendelea kusema hapa ya kwamba mtu anapaswa kufanya juhudi za dhati, sio tu juhudi za dhati ili kushinda kile kinachomzuia kufikia ukamilifu. Kwa hiyo jitihada ni kupitia majukumu haya, ni kupitia wajibu huu ambao Kristo ametufunulia ndani ya patakatifu sana ili tuweze kujenga tabia yake. Kwa sababu tunaambiwa wale ambao watapokea muhuri wa Mungu na kulindwa katika wakati wa taabu ni lazima waakisi sura ya Yesu kikamilifu, lakini hatuwezi tukaakisi sura yake kikamilifu kama tunapuuzia wajibu ambao ametupatia wa kutekeleza kwa ajili ya kutukamilisha. Anaendelea kusema hapa katika kitabu cha Matendo ya Mitume kurasa za Kiingereza 482 na ile aya ya pili. Anasema lakini huyu mwanadamu ni tegemezi kikamilifu kwa Mungu kwa ajili ya mafanikio. Juhudi za kibinadamu pekee hazitoshi. Bila msaada wa nguvu za kiungu haifai kitu. Ndio maana uungu lazima uunganike na binadamu katika kazi ya ukombozi. Anaendelea kusema pia kwamba Mungu anafanya kazi na mwanadamu anafanya kazi. Upingaji wa majaribu lazima utoke kwa mwanadamu ambaye anapaswa kupokea nguvu zake kutoka kwa Mungu. Upande mmoja kuna hekima isiyokoma, huruma na nguvu, na upande mwingine udhaifu, hali ya dhambi, ukosefu wa msaada kabisa. Ndio maana Yesu anasema pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote lile. Lakini anahitaji tukae ndani yake. Anahitaji tushirikiane pamoja naye ili tuweze kupata taswira yake. Na unapoendelea kutazama, mjumbe wa Mungu anaendelea kusisitiza fungu hili la Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa 9. Anaendelea kukazia akisema ya kwamba mtu yeyote asiwasilishe wazo kwamba mwanadamu anayo nafasi ndogo au hana nafasi kabisa katika kazi kubwa ya ushindi. Huu ni uongo, ni udanganyifu wa shetani. Anaendelea kusema hapa kwamba kwa kuwa Mungu hafanyi chochote kwa ajili ya mwanadamu pasipo ushirikiano wake. Anasema kama usiache fikra akilini mwako kwamba ipo sehemu au hakuna nafasi kabisa ya mwanadamu kufanya, bali mfundishe mwanadamu kushirikiana pamoja na Mungu ili aweze kuwa na mafanikio katika ushindi. Ndio maana unapoangalia kuna nukuu tutasoma, lakini kabla ya kusoma nukuu hii naomba nikurejeze katika kitabu cha
Wafilipi sura ya pili. Kitabu cha Wafilipi sura ya pili mstari wa 12 na ule mstari wa 13. Hapa pia tunaambiwa ya kwamba katika kazi ya ukombozi, kipindi tunachoishi katika sikukuu ya upatanisho, mwanadamu anayo sehemu ya kufanya na Mungu anayo sehemu ya kufanya. Na siku zote Mungu hategei na ni mwaminifu, lakini changamoto iko upande wetu ambao tunakombolewa. Kwa hiyo Bwana tupatie unyenyekevu na atusaidie tuweze kujidhiri, ili tutakapotimiza majukumu haya kwa sehemu yetu aweze kutukweza na kutuketisha pamoja naye katika kiti chake cha enzi. Unapoangalia kitabu cha Wafilipi wa pili mstari wa 12 na 13, Wafilipi sura ya pili mstari wa 12 na 13, neno la Mungu linasema, basi wapendwa wangu, kama vile mlivyotii siku zote, si wakati mimi nilipokuwapo tu, bali sasa zaidi sana mimi nisipokuwapo, utimizeni wokovu. Kwa lugha nyingine wokovu, ukombozi. Utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka. Kwa lugha ya Kiingereza amesema work out your own salvation with fear and trembling. Kwa hiyo mwanadamu pia ana kazi ya kufanya. Sasa mwanadamu anapofanya kazi yake kwa uaminifu, ndipo Mungu anapofanya kazi yake kwa uaminifu pia, kwa sababu maandiko yanatuambia pale mwanadamu anapofikia mwisho, ndipo Mungu anapoanza kuonesha mkono wake na msaada wake. Kwa hiyo tutakapofanya jitihada zetu kwa ukamilifu 100%, ndipo Mungu ataanza kufanya sehemu yake ile 100% hadi 100% na kutukamilisha, kutupatia taswira yake. Ndio maana mstari wa 13 anasema baada ya kufanya upande wetu, Mungu atafanya nini? Anasema kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu. Kwa hiyo Mungu anatenda kazi ndani, sisi tunafanya kazi nje. Ndio maana fungu la 12 kwa Kiingereza imesema work out. Sisi tunafanya kazi nje, tuna sehemu ya kufanya, lakini Mungu anafanya kazi ndani. Ndio maana tunasema kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa kulitimiza kusudi lake jema. Jambo hili pia mjumbe wa Mungu amelikazia katika kitabu cha Jumbe Zilizochaguliwa gombo la kwanza, ukurasa wa 366. Jumbe Zilizochaguliwa, selected message, gombo la kwanza, ukurasa wa 366. Kurasa hizi ni za Kiingereza. Mjumbe wa Mungu anasema hakuna mwanadamu anayeweza kufunika roho yake kwa mavazi ya haki ya Kristo. Hatuwezi kupata haki ya Kristo mpaka tumefanya kwa uaminifu sehemu yetu katika sikukuu hii ya upatanisho. Anaendelea kusema hakuna mwanadamu anayeweza kufunika roho yake kwa mavazi ya haki ya Kristo wakati akitenda dhambi anazozifahamu au kupuuzia wajibu anaofahamu. Kama tunapuuzia wajibu tunaofahamu, tutaweza kusimama. Mahali fulani mjumbe wa Mungu anasema wale wanaochelewa kujiandaa kwa ajili ya sikukuu ya upatanisho kufungwa, au kwa ajili ya hukumu ya upelelezi kuingia kwenye haki walio hai, kwa sababu amri ya Jumapili itakapotangazwa ndipo hukumu ya upelelezi itakapohamia kwenye haki walio hai, na amri ya Jumapili katika nchi ya Marekani itaanzishwa wakati wa taabu. Ndio unapotazama katika kitabu cha Pambano Kuu, mjumbe wa Mungu anasema wale wanaochelewa kujiandaa kwa ajili ya wakati wa taabu hawatapata muda wa kujiandaa wakati wowote ule. Anasema kesi za watu wa jinsi hiyo hazitakuwa na matumaini. Wapendwa, kama tunapuuzia wajibu ambao Mungu amefunua katika neno lake, hatutaweza kusimama. Na wengine wanajiepusha wasisikie wajibu huu. Mjumbe wa Mungu anasema watahukumiwa kama watu walioisikia nuru na kuikataa. Kwa hiyo ujumbe haukuachi mpendwa. Usije ukasema bwana, mimi haya mambo sitaki kuyasikia ili niwe salama. Hapana, Mungu atakuhesabia kama aliyesikia na akakataa. Kwa hiyo maadamu tunayo nuru, tuenende katika nuru, giza lisije likatuweza. Anaendelea kusema hapa ya kwamba au kupuuzia wajibu wanaofahamu. Mungu anahitaji usalimishaji kamili wa moyo kabla ya kuhesabiwa haki hakujafanyika. Na ili mwanadamu abaki na haki hiyo, lazima kuweko na utiifu endelevu. Ndio maana kuna nukuu moja inasema katika kitabu cha Ulimwengu wa Law, Heavenly Places, anasema utakatifu ni mapatano ya kudumu pamoja na Mungu. Kwa hiyo mapatano ya kudumu ni utiifu endelevu.
Kwa kile Mungu ambacho atakuwa anakuambia hautakifanya kwa hofu, lakini utakifanya kwa upendo. Hautakifanya kwa kuogopa ziwa liwakalo moto na kiberiti, utakifanya kwa sababu unathamini upendo mkuu ambao Mungu ameufunua kwa jamii ya wanadamu. Ndio maana hapa niendelea kusema hapo ya kwamba usalimishaji kamili wa moyo kabla ya kuhesabiwa haki hakujafanyika. Anasema Mungu anahitaji usalimishaji kamili wa moyo kabla ya kuhesabiwa haki hakujafanyika. Na ili mwanadamu abaki na haki hiyo, lazima kuweko na utiifu endelevu. Najua haya maneno ni ya msingi sana, kwa sababu kuna kipindi tunakuwa na Mungu, kuna kipindi tunaipenda dunia. Hatuwezi tukatumikia mabwana wawili kwa wakati mmoja. Ni lazima leo tuchague nani tutakayemtumikia. Hatuwezi tukamtumikia Mungu na miliki za dunia hii. Hatuwezi tukamtumikia Mungu katika moyo uliogawanyika. Hatuwezi tukamtumikia Mungu huku tunapenda anasa na mambo ya kidunia na mambo matakatifu na wajibu ambao Mungu anatamani tuufanye tunaupuuzia, na wale ambao Bwana anawatumia kutufunulia, kutupatia wajibu huu, tunawabeza na kuwatenda isivyo. Bwana turehemu sana. Unaposoma hii nukuu, ni nukuu nzito sana, kwa sababu anasema ili mwanadamu abaki na haki hiyo. Kwa kuna wengine walikuwa na haki, kuna wengine walianza mwendo vizuri, kuna wengine walimfuata Kristo kwa imani tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844, lakini hiyo haki waliiweka kando kwa sababu walikuwa na moyo uliogawanyika, kwa sababu hawakukidhi hitaji la nukuu hii inayotoka katika kitabu cha Ulimwengu wa Roho ya kwamba utakatifu ni mapatano ya kudumu pamoja na Mungu. Ndio maana anasema ili mwanadamu abaki na haki hiyo, lazima kuweko na utiifu endelevu kupitia imani hai ya kiutendaji. Kwa hiyo imani lazima iambatane na matendo. Anasema inayotenda kwa upendo na kuisafisha nafsi. Kwa hiyo hata ya majukumu lazima tuyapokee kwa upendo, kwa moyo wa mkunjufu. Mungu anachokihitaji hasa ni mioyo yetu. Ndio maana unapoangalia katika kitabu cha waraka wa Yakobo, fungua pamoja nami katika kitabu cha waraka wa Yakobo. Fungua pamoja nami katika kitabu cha waraka wa Yakobo, waraka wa Yakobo sura ya 2. Yakobo sura ya 2, nitasoma mstari wa 24 na mstari wa 26. Uweze kuona pia hiki ambacho tumetoka kukisoma. Yakobo anakizungumzia ya kwamba hatutaweza kuokolewa kwa kuamini tu. Hatutaweza kuokolewa kwa nia njema tulizonazo. Lazima tufanye jitihada madhubuti kuweza kupata ushindi. Ndio maana mjumbe wa Mungu anasema wapo wengi watakaopotea wakiwa na tumaini kuwa wa Kristo, lakini wanapuuzia kufanya wajibu wao kwa ajili ya kufikia ukamilifu. Kwa hiyo Bwana tusaidie tuweze kuyaelewa haya na kuyasoma kwa ajili yetu wenyewe kabla ya kuchelewa milele, kabla ya amri ya Jumapili kutangazwa katika nchi ya Marekani, kabla ya mlango wa mauti kufunguka mbele yetu na kulala katika kaburi. Unapoangalia katika kitabu cha waraka wa Yakobo, waraka wa Yakobo sura ya 2, nitasoma mstari wa 24, alafu nitaruka nitasoma na mstari wa 26. Neno la Mungu linasema, mwaona kwamba mwanadamu huhesabiwa kuwa na haki kwa matendo yake, si kwa imani peke yake. Tumeona hili fungu ya kwamba kumbe haitoshi tu kumfuata Kristo kwa imani katika patakatifu sana. Inatakiwa hiyo imani iunganikane na matendo. Inatakiwa afanye wajibu wake ili aweze kukamilisha tabia ya Kikristo na kupata ushindi dhidi ya kila aina ya dhambi. Ndio maana hapa mstari wa 26 anasema, maana kama vile mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo na imani pasipo matendo imekufa. Kwa hiyo imani ambayo ina matendo ni mfu, haiwezi kukuokoa. Lakini imani inapounganikana na matendo, hapo kunakuwa kuna uhai. Na haya matendo kama tulivyotoka kusoma katika kitabu cha Jumbe Zilizochaguliwa, gombo la kwanza, ukurasa wa 366, hatutayafanya kwa muda mfupi. Tutayafanya katika utii endelevu. Tutayafanya katika utakatifu. Kwa sababu kabla ya Kristo kutangaza mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu azidi kutakasa, uzoefu lazima tuwe nao. Kabla ya Kristo kutenganisha ngano na magugu wakati amri Jumapili itakapotangazwa katika nchi ya Marekani, lazima tuwe na huu uzoefu wa kuwa na utiifu kwa Mungu katika hali ya uendelevu, sio katika namna ya kusuasua,
Labda leo tuko na Mungu, tunampenda Mungu, leo tunazingatia, tunapenda ibada, tunakuwa waaminifu, lakini kesho tunarudi nyuma. Bwana tusaidie. Ndio tunaambiwa pasipo uhusiano binafsi pamoja na Kristo, kwa njia ya kujisalimisha sisi wenyewe kwake dakika kwa dakika, hatimaye tutashindwa, kwa sababu tutakuwa chini ya rehema ya adui. Kwa hiyo kinga pekee dhidi ya uovu ni pale Kristo anapoishi ndani ya moyo kwa imani, kwa njia yake. Kwa hiyo Bwana tusaidie sana wapendwa, kwamba hii imani ambayo tumeishikilia iweze kuleta matendo. Na imani haitaleta matendo ambayo atamfunua Kristo kama tunapuuzia wajibu ambao Bwana anatupatia kutoka katika patakatifu pa patakatifu kuanzia tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844. Kwa haya matendo tutapenda na yatakuwa ni maisha yetu, sio tu sehemu ya maisha yetu. Kwa sababu nikisema sehemu ya maisha yetu, mwingine anaweza kaelewa kwamba muda fulani na yafanye, muda fulani sifanye. Hapana, yanatakiwa kuwa ni maisha yetu, kwa sababu ndiyo tabia ambayo Kristo anahitaji tuweze kuipata, lakini hatutaifikia kama tutapuuzia matendo haya. Wapendwa, unapoangalia katika kitabu cha Wagalatia, unapotazama katika kitabu cha Wagalatia, fungua pamoja nami katika kitabu cha Wagalatia, Wagalatia sura ya 5, Wagalatia sura ya 5, nitasoma mstari wa 5, nitasoma na mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, Wagalatia 5, nitasoma mstari wa 5 hadi mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, maana sisi kwa roho tunalitazamia tumaini la haki. Tumaini la haki ni Kristo ndani yetu, tumaini la utukufu. Kwa hiyo Kristo aweze kukaa ndani yetu, na Kristo akikaa ndani yetu, dhambi itakuwa nje yetu. Kwa sababu neno la Mungu linatuambia yeye akae ndani yake hatendi dhambi, kwa sababu mzao wake anakaa ndani yake. Mzao wa Mungu ni Kristo akikaa ndani yetu, kwa sababu ndiye mwanadamu wa kwanza ambaye aliishi maisha makamilifu pasipo kutenda dhambi na bila kuwa na mwombezi. Kwa hiyo akikaa ndani yetu kikamilifu, hatutaweza kutenda dhambi, kwa sababu tunaambiwa hilo ndio tumaini tulionalo, Kristo ndani yetu, tumaini la utukufu. Ndio maana anaendelea kusema hapa ya kwamba anasema maana sisi kwa roho tunalitazamia tumaini la haki kwa njia ya imani. Kwa hiyo ili tumaini la haki tunalitazamia kwanza kwa njia ya imani. Ni kweli tunafahamu pasipo Kristo hatuwezi kufanya lolote lile, hata kama tutafanya wajibu huu, lakini pasipo kuthamini dhabihu ambayo Kristo aliitoa, kwa sababu tulistahili mauti na kutengwa na Mungu milele zote, lakini Kristo kwa kutoa ile dhabihu akawa ametununua, itakuwa ni bure. Kwa hiyo imani ni njia ya kwanza, lakini ili tumaini la haki hatutakiwi kulitazamia tu kwa imani, ni lazima tutazamie pia kwa matendo, kwa kupokea kwa upendo wajibu ambao Mungu anatupatia kwa ajili ya kukamilisha utakatifu. Unapoendelea kutazama katika mstari wa 6, neno la Mungu linasema, maana katika Kristo Yesu kutahiriwa hakufanyi neno wala kutokutahiriwa. Unajua kuna watu wamebatizwa, kuna watu wanaamini ukweli wa sasa na wanajidai ya kwamba kwa kuamini tu ukweli wa sasa au kwa kubatizwa na kuingia katika kanisa la Adventista wa Sabato au katika dhehebu lingine lolote itawatosha kuokoa, lakini si kweli. Kwa sababu hata Yakobo anatuambia ya kwamba wewe unaniambia imani yako kwa maneno yako, lakini mimi nitakuonesha imani yangu kwa matendo yangu. Kwa kinachohitajika hasa ni matendo. Ndio nasema kutahiriwa si kitu, kubatiza hakutoshi, kukiri ukweli wa sasa hakutoshi. Ni lazima kukiri huko kuambatane na matendo, na matendo hayo ni matokeo ya kupokea na kutakaswa na wajibu ambao Kristo anautoa katika patakatifu pa patakatifu katika siku hii nyeti tunayoishi, sikukuu ya upatanisho, kuanzia tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844. Ndio maana hapa nilikuwa kusema pia kwamba maana katika Kristo Yesu kutahiriwa kufai neno wala kutokutahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Imani inapotenda kazi inazaa matendo, na haya matendo yatakuwa ya upendo. Wapendwa, tunatakiwa kumtumikia Mungu kwa moyo wa kupenda. Ndio maana nasema anawapenda wale walipendao, na wanitafutao mapema wataniona. Kwa hiyo tunatakiwa kumtafuta Mungu mapema kabla ya kufungwa kwa mlango wa rehema.
Tunatakiwa tumtafute Mungu mapema kabla ya kuhukumiwa, kabla ya kifo, kabla ya Jumapili kutangazwa katika nchi ya Marekani, ili tuweze kujua wajibu ambao tunatakiwa kufanya kabla ya kuchelewa milele. Kwa leo nitaishia hapa, lakini ningependa kukualika katika mwendelezo au katika mfululizo wa somo hili linalosema jukumu la kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho. Kwa hiyo leo tumetazama sehemu ya kwanza, na wakati unaokuja kimpendeza Bwana tutatazama jukumu la kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho sehemu ya pili. Kwa hiyo asiwepo yeyote yule ambaye anajiona hafai, asiwepo yeyote yule ambaye anajiona amechelewa. Bado muda upo wa kumtafuta Bwana. Ndio maana unaposoma katika Yeremia anasema ya kwamba Bwana yu karibu na wote wamwitao, na Zaburi anaendelea kufafanua ya kwamba wote wamwitao kwa uaminifu. Bwana yupo karibu. Tunaambiwa ya kwamba sikio lake si zito hata asiweze kusikia, na mkono wake hata asiweze kunyoosha ili kuokoa, lakini kwa sababu dhambi zetu zimetufarakanisha pamoja na yeye, na tunatenda dhambi kwa sababu ya kupuuzia wajibu wetu au majukumu yetu yatakayotusaidia kukamilisha tabia ya Kristo. Ndio unapotazama katika kitabu cha Pambano Kuu, Great Controversy, ukurasa wa 488, mjumbe wa Mungu anasema wale wote ambao watapenda kushiriki mibaraka ya uombezi wa Mwokozi wao hawataruhusu kitu kingine chochote kuingilia, au hawataruhusu kitu kingine chochote kuwatenga kukamilisha wajibu wao wa kumcha Mungu katika safari ya kutafuta utakatifu. Kwa hiyo mimi na wewe tukitaka kushiriki au kunufaika kwa ukamilifu na mibaraka ya uombezi katika patakatifu sana ya kuhani wetu mkuu Yesu Kristo, ni lazima tusiruhusu jambo lingine lolote kututenga na wajibu wetu wa kukamilisha utakatifu katika kumcha Mungu. Kwa hiyo asiwepo yeyote ambaye atajiona amechelewa wafai. Muda ni sasa, na ukija ukaangalia jinsi matukio yanavyoenda, tunatakiwa kumwomba Mungu aendelee kushikilia pepo, ili kazi ambayo tumeipuzia kwa muda mrefu au wajibu ambao tumeupuzia kwa muda mrefu tuweze kuutekeleza kabla ya kuchelewa milele. Kwa hiyo nakualika hapo tunapoenda kuomba, ikiwa una nafasi ya kupiga magoti utapiga magoti, na ikiwa una nafasi ya kukaa utakaa, na ikiwa umesimama dumu ukifanya hivyo tunapoenda kumwomba Bwana. Lakini usisahau tu katika wakati unaokuja kuwa na kalamu yako, kuwa na daftari kwa ajili ya kutunzia kumbukumbu, pamoja na Biblia na vitabu vya roho ya unabii. Nitapiga magoti tunapohitimisha kipindi hiki. Baba yetu wa mbinguni, na kushukuru kwa wema wako na upendo wako katika maisha yetu. Tusaidie tuweze kuelewa wajibu wetu wa kutenda. Tusaidie tuweze kuelewa nini cha kufanya ili tupate ushirika wa kudumu pamoja na wewe, na mwisho wa siku tuweze kuokolewa na hatimaye kusimama wakati ambapo hukumu ya upelelezi itatoka kwenye haki waliokufa na kuingia kwenye haki walio hai, kwa muda Jumapili kutangazwa katika nchi ya Marekani. Lakini pia tuwezeshe na utusaidie tuweze kuwa tayari hata kabla ya kufa, tuwe na ujasiri wa kusimama hukumuni. Tusaidie tuweze kukamilishwa katika upendo wako. Tusaidie tuweze kufanya sehemu yetu kwa uaminifu, ili ufanye sehemu yako kwa uaminifu na ufanye makao ya kudumu katika mioyo yetu, ili tuweze kutengwa na dhambi milele zote. Kuanzia maisha haya ya sasa, kwa sababu umesema huku ndiko kushindapo ulimwengu, hiyo imani yetu, mpaka maisha yajayo, maisha ya milele. Bariki mtazamaji na msikilizaji, na mwezeshe aweze kuwa mwaminifu katika kufuatilia mtiririko wa masomo haya, na mwisho wa siku aweze kuwa tayari katika kusimama hukumuni na kukutana na wewe ujapo mara ya pili. Naamini umesikia na utajibu sasa na mapenzi yako, kwa jina la Yesu.